na kwenda. Tumezungumza naye, lakini msimamo wa Mheshimiwa Mvela, yeye anasema mtu pekee anayeweza kutusaidia kutatua hili tatizo ni mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye ni Steven Mguto, atekeleze matakwa ya Young Africans kukosa imani na wao bodi ya ligi, hivyo Mguto hana budi kujiuzulu katika nafasi hiyo, eneo ambao anaamini Young Africans baada ya hapo wataubonda. Huyo hapa Mheshimiwa Mvela. Mimi nafikiria kutusaidia ni bwana Mguto, ambaye pia ni muhimu waweze kumuondoa au kumwajibisha mwenyekiti wa bodi ambaye ni Mguto. Kwa sababu Mguto, lazima nikwambie, muda wake wa kuongoza bodi ulishakwisha baada ya mwenyekiti wake kumalizika kwa sehemu na kuchagulia mtu mwingine. Kwa hiyo ni jambo rahisi kabisa kwamba muda wake hana sifa ya kuendelea kuweko pale, kwa sababu hana klabu. Mheshimiwa Mvela, awajibike mwenyekiti uendelee. Mheshimiwa Mvela, kwa hiyo mwenyekiti Mguto atolewe tu kwa sababu muda wake umekwisha, au atolewe kwa sababu ni mtu ambaye unaamini ndiye ambaye amefanya haya makosa, ili jambo lote linadondoka mikononi mwake? Ndiye maana yangu, ndiye aliyefanya makosa. Kwa maana ya kwamba kama walikuwa nafikiri anaendelea kumuonea huruma aendelee kuwepo, bado hataendelea kuwepo kwa sababu muda wake kuwepo pale haupo. Shida iko wapi? Amefanya kosa wakati yuko pale, mwenyekiti wa kosa yule amechaguliwa mwingine. Kwa maana hiyo yeye yuko kwa muda tu ambao ligi kiisha ndio nafasi yake imeisha. Kwa nini atuletee tatizo hili muda ambaye kesho hatakuwepo ofisini, tutabaki na majeraha? Kwa maana hiyo nilikuwa na shauri Mguto, mimi ni rafiki yangu, ni mzee wangu, angeweza kujitathmini na kusema jamani, kwa maslahi ya mpira mimi naomba ni step down. Kama kuna wengine kwenye bodi ya ligi walioshiriki ni makosa kayo ya step down. Hivi vitu ni vitu vya kawaida mara popote. Mimi siku zote nimekuwa nikiwaambia, Rais Mwinyi alifanya makosa alipokuwa rais, alikuwa waziri akawajibishwa, lakini baadaye akaja kawa rais wa nchi. Kwa kuwajibika sioni kama ni tatizo, kwa sababu ninajua mimi ninachomwangalia ni rais wetu Karia. Kwa sababu jambo TFF wanalaumiwa, lakini TFF hajahusika na jambo hili, ila watu wao wa chini wamefanya makosa kama haya, na ili kuiweka TFF katika hali salama lazima iwajibishe watu waliofanya makosa kama haya. Lazima tusimame imara. Mwalimu Nyerere alisema ukimshinda rafiki yako mtu mwingine hawezi kukusogelea. Kwa hata kama ni rafiki lazima awajibike kwamba bwana kuna na urafiki, lakini unaniwekea mgogoro wa mpira. Leo unasema tarehe 15 mechi chezo, tarehe 8 mtu akufika mechi tukatumia busara, na hii tarehe 15 mtu atafika, utatumia nini? Utatoa adhabu? Haiwezekani. Kwa hiyo mzee wangu Mvela, wewe unaunga mkono jitihada za Young Africans kutotokea uwanjani tarehe 15. Wewe upande wako unasimama kwamba watakuwa wapo sahihi? Mimi ninachosema, mimi siungi mkono kutotokea uwanjani. Ninachosema ni jambo lijadiliwe kabla tarehe 15. Walimalize TFF, kwa sababu madai ya Yanga yako wazi, kila mtu analijua hilo. Naam, mimi mwanzo nilisema ifuatayo. Nilisema Yanga kwa kuwa amerudishwa na kasi kutoka kule, wameambia warudi. Mimi nilitegemea Yanga wangeanza huo mchakato wao wa kuanza sasa kupitia kwenye kamati husika, wakinyimwa haki waende kasi. Lakini Yanga ukisikiliza taarifa zao wanasema hii kesi hatuwezi kuwapelekea hao watu ambao walitufanyia ubaya, na bado wanaendelea kuongea maneno mabaya. Mimi nimesikia Boy Manda anavyoongea, haongei kwa ajili ya kuleta suluhu, haongei kwa ajili ya kuleta mustakabali wa mpira, anaendelea kuchochea kuni, wanaonyeshana ubabe. Haitusaidii sisi wa Tanzania. Bodi ya ligi wamecreate mgogoro huu, na wao wamekuwa wasemaji tena kwenye vyombo vya habari kuona wao ni mababe. Sasa mazingira haya ndio yanatuletea matatizo. Sasa nani wa kumaliza tatizo hili? Ni wao wenyewe TFF. Yes, huyo ni Eliud Peter Mvela, mjumbe wa zamani wa kamati ya utendaji ya TFF Excom ile, akisema kwamba watu pekee ambao wanaweza kulitatua hili tatizo, wa kwanza ni mwenyekiti wa bodi ya ligi Eliud, kwa maana ya Steven Mguto kujiuzulu, lakini pia TFF wana nafasi ya kuweza kulitatua jambo hili kwa kuwachukulia hatua watu wao, kwa sababu bodi ya ligi ni chombo chao TFF na wana mamlaka nacho, wanaweza wakatoa pale wakaweka ya muda. Kwa hiyo TFF jambo wanaweza wakalimaliza. Wakanda, unaungana na Mvela kwamba mwenyekiti anapaswa kutumia busara kwenye hili na apishe?
Tangu mapema kabisa mimi namna pekee ya kusolve hili jambo nilikuwa naiweka kwenye engo ya watu kuwajibika, na kuwajibika kwenyewe ni pale ambapo either utatoka na kukiri makosa yako hadharani na kukubali kama ulikosea. Halafu namna nyingine ya kuwajibika ni ku step down, kwa sababu hapo utakuwa umedhihirisha vitu viwili. Kwanza utakuwa umedhihirisha kwamba kosa ulilofanya either ulilifanya kwa namna ambayo haukulitarajia kama litatokea hivyo, ama umefanya kosa ambalo unajua kabisa hili lilikuwa lina sababu 1, 2, 3, lakini kwa maslahi makubwa ya mpira ninaamua kuwajibika kwa ku step down, ili sasa wasimamie wengine huu mchezo wa mpira ambao yeye binafsi ambaye anawajibika atakuwa amechukua nafasi kuunajis. Kwangu mimi nilikuwa naona hiyo ndio busara pekee ambayo ingeweza kutumika. Kipindi kile zilikuwa zinahubiriwa sana zitumike busara. Hii ndio busara pekee ambayo inaweza ikawafanya Yanga wakacheza tarehe 15. Viongozi wa bodi ya ligi ambao walihusika katika kunajis kanuni za mpira wa miguu siku ya tarehe 8, hao wote wanapaswa kuwajibika either kwa ku step down ama kwa kuomba radhi wapenda soka, kwa sababu mwisho wa siku tuko hapa sio kwa sababu ya maamuzi machache, tuko hapa kwa sababu ya mfululizo wa matukio. Leo hii Yanga wamefika hatua hata ya kukiri hadharani kwamba hawana imani na mamlaka. Lakini juu ya hapo nakumbuka juzi tu hapa kuna mtu anaitwa Hussein Masanza. Huyu sio Yanga, huyu ni Singida Black Stars, lakini yeye amenukuliwa akisema kwamba kuna malalamiko atayapeleka bodi ya ligi kwa sababu kuna watu bodi ya ligi wameshindwa kuongoza huu mpira kwenye haki, akishtumu pia mpaka kamati ya waamuzi. Kwa nakuja kujikuta kwamba kuna mfululizo wa matukio ambao unawafanya viongozi waliopo hivi sasa kwenye bodi ya ligi kutopata ama kutokuwa thabiti kuendelea kuongoza huu mpira nchini. Wakati ukiwa unazungumza kwamba watu wanapaswa kujiuzuru, tuungane na mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Simba ambaye pia aliwahi kuwa katibu mkuu wa FAT ambao sasa hizi ni TFF, Ismail Aden Rage, tuweze kuungana naye pia aweze kutupa mtazamo wake kwenye solution juu ya nini kifanyike kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby. Mzee wangu Ismail Aden Rage, habari ya muda huu, heshima yako? Nzuri tu bwana, habari za hapo studio? Hapa sisi tupo vizuri kabisa. Upo live kwenye Kipenga Extra kupitia East Africa TV pamoja na East Africa Radio. Moja kwa moja nikikupeleka kwenye jambo letu. Muda mchache uliopita moja kati ya wajumbe wa kamati ya utendaji ya TFF na mwenyekiti ambaye alikuwa mwenyekiti wa wanachama wa TFF, Eliud Peter Mvela, yeye amesema inabidi mwenyekiti wa bodi ya ligi ajiuzuru ili jambo hili liweze kusonga mbele. Wewe maoni yako kama senior wa soka la Tanzania, pia umewahi kuongoza kwenye ngazi ya klabu pamoja na ngazi ya shirikisho, wewe labda solution inaona iwe nini ili jambo hili liweze kufikia mwisho? Mimi sioni tatizo lolote mpaka sasa. Tatizo tu ni kwamba TFF pamoja na bodi ya ligi wafuate kanuni inavyosema. Naam. Tarehe 15 wameshaamua mechi ichezwe. Asiyefika uwanjani anyang'anywe pointi 3 na goli 3. Timu itakayofika ipewe, na hiyo timu ambayo haitafika inyang'anywe pointi 15. Na Mheshimiwa Rage umetoa moja kati ili tuwe na nidhamu ya kanuni na taratibu za mpira wa miguu. Naam. Tukifika mahali tunaanza kubembelezana, haifai hata kidogo. Inatakiwa tuheshimu kanuni za mpira wa miguu. Yanga na Simba ndio timu kubwa zinazotakiwa kuonesha mfano wa kuheshimu kanuni na taratibu. Hayo yaliyotokea nyuma ya sisi wenye mamlaka ya kupanga ratiba, wenye mamlaka ya kuahirisha mechi, wenye mamlaka ya kuchagua uwanja uchezwe upi, ni chama cha mpira cha taifa na bodi ya ligi. Ndio kanuni inaposema. Sasa mimi nashangaa nyinyi mnajadiliana, mnataka kujadiliana iweje? Sasa Mheshimiwa Rage, kwenye uzito wa hili jambo kwa watu tofauti, na hata mara mwisho Mzee Mguto alisema ugumu unakuja kwenye kuzipa adhabu kubwa hizi Simba pamoja na Yanga, na akasema ni nani ambaye anaweza akaishusha daraja Simba. Ninakubaliana na wewe kwamba huko nyuma kuna makosa yamefanyika. Naam. Kwa sababu Simba hakukataa kupeleka timu.
alilalamika tu verbally, na kwenye sheria hayo mtu anayelalamika verbally hakuna any written evidence. You don't take it as a serious issue. Wana take issue serious kwamba Simba waliandika barua ya kusema kwamba hawaende kucheza mechi. That is not an issue. Lakini mechi iliahirishwa na TFF na bodi ya ligi. Ndio wenye mpira wao shekhe. CAF wameahirisha michezo ya CHAN Tanzania. Serikali haiwezi kulalamika wala haiwezi kudai fidia wala haiwezi kufanya chochote. Kwa sababu wenye mpira wao ndio wameahirisha. Wanaweza wakaamka kesho wakaamua wakasema bwana sisi CHAN sasa tuleti Tanzania tunapeleka Mozambiki. Ndio kanuni zilivyo shekhe wangu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rage, wewe madai ya Yanga unaona hayana maana kwa sasa? Madai ya Yanga tunaisha kwenda mpaka kasi shekhe. Kuna chombo cha juu kuliko kasi. Kwenye usuluhishi hakuna. Hakuna, ndio hiyo. Kwa hiyo wewe kwa hiyo maamuzi ni kwamba mchezo uwe pale pale asiyetokea? Mchezo utachezwa kwa sababu mimi kwanza nataka nikuhakikishie leo. Naam. Yanga watacheza hiyo mechi. Usisikilize haya maneno ya wanaongea mashabiki. Na nakwambia hivyo kwa sababu gani? Wanaelewa madhara yake. Yanga na Simba sasa hivi kwenye international match wamefika kwenye grade kubwa ambayo hawezi kuwa mtu mjinga kubali tu kwamba mechi ile isicheze. Kwa sababu wasipocheza Yanga mechi hii itawagharimu kutokucheza mashindano ya CAF mwakani, ambayo mashindano ya CAF kwa sasa hivi kuna faida mbili kubwa. Moja ni faida ya klabu kupata pesa, pili ni faida ya wachezaji wa vilabu hivi vikubwa vinavyoshiriki kwenye mashindano ya CAF, wachezaji wao kupata soko. Utaona mchezaji mmoja wa Yanga Aziz Ki. Yes, Aziz Ki ameenda Wydad. Ameuzwa kwa sababu ameonekana sio kwenye Premier League. Ameonekana kwenye mashindano ya CAF. Na klabu imefaidika, imepata donge nono. Mheshimiwa Rage, kwenye hili jambo namna ambavyo linakwenda linaonekana kuna sehemu malezi yalikosewa kwa Simba na Yanga. Ndio maana Yanga alivyoandika barua, bodi ya ligi ikakubali, kairisha mchezo. Yanga naye saizi amegomea kucheza huo mchezo. Tumekuwa tunaenda tunarudi, ni kama imekuwa vita ya pande mbili. Wewe ulishakuwa katibu wa FAT kipindi hicho kabla ijawa TFF. Na unaingia kwenye mkumbo wa kwamba kweli Simba na Yanga kwenye malezi kuna eneo ambalo mlikosea, na ndio maana kuna muda wamekuwa wanataka wapate zaidi ya wengine au hata kushindana na mamlaka ya soka. Ndio maana mimi nakubaliana na wewe kwamba kuna kasoro ilifanyika. Lazima tukubali wote. Katika utaratibu wa kuahirisha mechi hii, utaratibu mzima haukupatwa vizuri. Hilo lazima tukiri. Lakini waliofanya makosa hayo ni wenye mpira wao wenyewe, wana sababu zao kwa nini waliahirisha mechi. Ndio. Unasikia bwana? Katika mpira kuna vitu vingine vinaitwa kuangalia heshima ya mchezo wenyewe. Sasa heshima ya mchezo wa dabi wa Simba na Yanga ni kubwa sana. Kitu ambacho mimi na wewe tunachotakiwa kuambia viongozi wa bodi ya ligi na TFF kuanzia sasa, baada ya matukio haya ambayo yametia dosari kwenye mpira wetu. Naam. Nina hakika watajirudi, haitatokea tena kashikashi hii. Hata ilishafika mpaka bungeni bwana hii. Mpaka waziri alinifurahisha alipoita kuongea nao, alipotoa statement yake alinifurahisha sana. Aliongea akifahamu kabisa kwamba kwa mujibu wa sheria za FIFA serikali haina mamlaka kuingilia uendeshaji wa mpira wa miguu Tanzania. Na huo ni utaratibu huko duniani kote. Leo Congo Brazzaville hawashiriki mashindano yoyote mpaka watakapofuata matakwa ya FIFA. Kenya walikuwa na upuuzi huo na wenyewe wakatolewa. Baadaye wakanywea wakafuata masharti ya FIFA. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba tuwashawishi Yanga wacheze ili bingwa apatikane uwanjani. Unaungana na Eliud Peter Mvela kwamba lazima watu wawajibike licha ya mambo yote?
Inategemea sasa nani wa kumwajibisha. Mvela akasema Mguto lazima ajiuzulu. Wewe ukawafundisha watu, binadamu yote ana akili yake. Mzee Mwinyi hakuambiwa na mtu yoyote ajiuzulu, alijiuzulu mwenyewe. Edward Lowassa hakuambiwa na mtu yoyote ajiuzulu, alijiuzulu mwenyewe. Inategemea hekima ya mtu mwenyewe. Kama naona haya mambo kwake ni mazuri au mabaya. Mzee wangu Rage, kabla sijakuacha uendelee na shughuli nyingine, naomba nikuulize swali hili ambalo nimeuliza viongozi kadhaa. Wewe ungekuwa kwenye nafasi ya TFF au ungekuwa ndani ya bodi ya ligi, ungeweza kuinyang'anya Simba au Yanga alama 15 kwa kutofika uwanjani? Nikupe siri, wamerekebisha hiyo kanuni. Mwaka jana ilikuwa inashusha daraja. Uwanjani ilikuwa inashushwa daraja. Juventus, kuna timu huko Italy ilishushwa daraja kama uelewi. Kwa hiyo ungeweza kushusha Simba au Yanga daraja mmoja wao kama ingetokea. Kule Ulaya kuna timu kubwa moja ilishushwa kama sio Juventus. Yes. Italia. Sasa hiyo kanuni imebadilishwa, hamna kanuni ya kushusha daraja sasa hivi. Ndio nasema tangu mwaka jana. Mzee Rage, inatajwa kwamba nchi hii hakuna mtu mwenye uwezo wa kuipa adhabu kubwa Simba au Yanga. Wewe ulishapita na marehemu mzee wetu Ndolanga, mlikuwa mnatajwa, mlikuwa na misimamo, mlishaenda kushtaki mpaka FIFA kwamba serikali imetuingilia. Kwa nyakati kama hii na kesi kama hii, wewe ungetoa adhabu kubwa hata hiyo ya kunyang'anya alama 15? Mimi ningetoa adhabu hiyo, wala nisingeogopa hiyo. na viongozi ningewafungia vile vile. Kama kanuni inavyosema. Na labda kwa kutukumbusha, kwenye wakati wenu wa uongozi, hasa ukiwa upo Fati, tukitoa Simba, tukio gani kubwa la Simba na Yanga ambalo mliwahi kukutana nalo liliwaumiza sana kichwa na mlifanya maamuzi gani? Bana, yako mengi hayo, tutafute siku nyingine tutaongea. Nikushukuru sana, nikutakie mchana mwema. Upo Dar es Salaam au upo Tabora? Labda tukio moja ambalo kubwa nalikumbuka. Naam. Wafadhili wao dakika ya mwisho walijitoa timu yao isiende Zimbabwe. Kwa hiyo ikabidi mimi nimfuate marehemu mzee Mengi. Naam. Akatusaidia, akatununulia tiketi ya kwenda Harare mpaka Bulawayo. Sawa. Na tulikwenda bila na viongozi. Nilienda mimi kama katibu mkuu na kiongozi mkuu wa timu. Na Yanga wakashinda. Okay. Huo ni msaada ambao mliutoa. Na ingine ni kwamba Yanga ilikuwa ndio timu ya kwanza kuingia kwenye mashindano ya makundi. Walikuwa na timu dhaifu, nikawaomba viongozi wa Simba wakawaazima wachezaji watatu wacheze kwenye mashindano ya CAF kutoka Simba. Sawa. Hiyo Fati hiyo. Mimi nashangaa sasa wanachama na mashabiki wanafanya mpira wa maadui. Hebu msaidie mzee mara moja. Yes, bana, mzee wangu Rage, nikushukuru sana, nikutakie mchana mwema. Asante sana. Bana, huyo ni Ismail Adem Rage, mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Simba, lakini pia alikuwa katibu mkuu wa chama cha soka Tanzania wakati huo kijulikana kama Fati.